Tupo na SRS lakini zaidi pia na Ifakara Health Institute. Kikubwa tunachokizungumzia na ambacho wamekuja nacho ni kwamba nchi nyingi duniani kunaweza kuwa na taarifa za vifo. Lakini pia kama mnavyojua kuna taarifa za kuzaliwa. Kwa hiyo kuna taarifa za death, pia kuna taarifa za birth. Kwa mantiki hiyo tunachokikusudia sasa wanachokuja nacho katika mfumo huu ni kwamba ni muhimu sasa kuwa na mfumo unaotambua idadi ya wanaofariki, lakini kwa nini wanafariki. Na tutakapojua kwamba kwa nini wanafariki, maana yake itatusaidia kwa lugha moja ama nyingine kuweza kuchukua hatua za kitabibu na kuinvest nguvu nyingi kwenye hicho kinachopelekea au kusababisha vifo. Tanzania ni moja ya nchi ambazo zimeibuka vinara katika proposal zake ambazo walikuwa wameziandika kwa wahisani wetu. Na kwamba mnakumbuka kwamba data ndio kila kitu tunapozungumzia maendeleo ya nchi yoyote. Na ndio maana moja wadau wa jambo hili ni demographers, kwa maana watu wanaojihusisha na masuala ya population. Lakini mbili ni statisticians, kwa maana watu wanaojihusisha na masuala ya data. Lakini tatu ni wizara au sekta afya yenyewe, kwa sababu ndio inayohusika sana masuala ya pase, mambo ya death na mambo mengi ya birth kwa ujumla wake, pamoja na wadau wengineo wengi. Lakini kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya kuwasaidia policy makers wanaounda sera kuweza kuconsolidate mifumo yao ya kisera na taarifa hizi zinazotoka katika grounds kuhusu namba za vifo na sababu za vifo. Tukifanya namna hiyo inatusaidia kufanya nini? Mnakumbuka kwamba jamii zetu za Tanzania pamoja na jamii zingine zote duniani na hasa kwetu sisi bado hakujawa na teknolojia nzuri sana inayoweza kutusaidia kutrace kila kifo kinachoweza kutokea kutoka kwenye ngazi ya chini. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu ya mifumo ya teknolojia, ni kwa sababu ya ule uelewa wa wananchi kuhusu kuripoti taarifa za vifo na masuala mengineyo. Niliwahi kuwa kwenye mji mmoja unaitwa Kagera. Ndani ya mji wa Kagera kuliwahi kutokea na ugonjwa ambao watu walikuwa wanaugua kwa muda siku 2, wanatokwa damu na wanafariki. Lakini ukiwauliza wanajamii walikuwa wanasema tunalogwa. Hii maana yake nini? Vifo vya aina hii vitakapolipotiwa, maana yake vinasaidia wataalamu sasa kuweza kuviingiza katika takwimu za halisi. Halafu wataalamu sasa wa kitabibu kuweza kuchukua jukumu la kujua nini chanzo cha kifo, ambacho mwisho sasa tunapokwenda katika kuunda sera, maana yake ni kwamba tutakwenda katika sera ambazo zitasaidia kuelimisha Watanzania kuhusu magonjwa ya milipuko, kuelimisha Watanzania kuhusu sababu za vifo kwenye baadhi ya vitu, lakini kuelimisha Watanzania kuhusu mambo kadhaa. Na jambo la pili, kuinvesti katika jambo hilo ambalo mwisho linaweza kuwa sababu ya kupunguza rasilimali watu. Rasilimali watu sio kila mtu aliyopo katika nchi anayepumua, anakula na kutembea. We cannot call it rasilimali watu, and we cannot call it a potential human capital. In order to be called a potential human capital, nini maana yake? Lazima tuwe na rasilimali watu ambayo serikali imeinvesti kwao kuhusu misingi ya kiafya, serikali imeinvesti kwao kuhusu idadi na takwimu sahihi ya watu wao, serikali imeinvesti kwao kuhusu umuhimu wa kupata elimu, ili mwisho wa siku sasa tuje tupate kitu kinachoitwa potential human capital in the country. Kwa hiyo SRS kitu ambacho wanakuja nacho sasa ni kupata takwimu hizi zitakazosaidia taifa kuwekeza, ili mwisho lije lipate kitu kinachoitwa umadhubuti wa rasilimali watu katika taifa, ambayo ndio itakuwa ni instrument moja kubwa sana katika kukuza, kustawisha maendeleo katika taifa, kutumia kwa ufanisi rasilimali zetu na kupanga rasilimali zetu kwa maslahi ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho.